Ndio. Wa Dar es Salaam ana joto, wa Tanga ana joto, lakini ukifika Njombe kuna baridi. Ndio. Kwa hiyo tumetengeneza bidhaa ambayo whether ukiwa kwenye joto au ukiwa kwenye baridi utaweza kuitumia. Tunasema ukiwa kwenye joto, Comfimam ni cotton. Na ukishika kwa hii hata uwe na shughuli gani. Hii ni ya kwenye joto. Yaani ukiwa kwenye joto maana yake haitaweka joto. Mwili wako utakuwa mkavu. Ukiwa kwenye baridi, tukifanya hapa kuna AC vizuri, ukiiweka hivi utaona hii Comfimam haipitishi baridi. Kwa hiyo ukiwa unatoka yale maeneo ya baridi, hii ni suluhisho lako. Lakini pia unaweza kusema jamani, mbona mmechezea material mmeweka mpaka huku juu ndefu? Hapana. Hii tumefikiria hususan kwa wanawake wanaotoka kujifungua. Kuna wanaojifungua kawaida na kuna ambao wanajifungua kwa njia ya operation. Yule mwenye njia ya operation akishajifungua analazimika kununua material mengine tena kufunika kidonda chake ili kisiingie vumbi. Sasa huna haja tena. Comfimam imeshakupa hii suluhisho. Akivaa hii pedi chupi yake imepanda mpaka juu, itafunika na kidonda chake, hakitapata joto, hakitapata vumbi wala hakitapata baridi. Kwa atakuwa yuko safi kabisa. Kwa hii ni kwa wanawake wote, aliyejifungua kwa operation au aliyejifungua kawaida au ambaye yuko kwenye mitikasi yake kama mimi hapa. Ukivaa zako hiyo una uhakika kabisa. Sasa kuna msikilizaji hapa, mtazamaji anajiuliza inauzwa moja moja? Sasa Comfimam inauzwa kwenye pakti tunasema. Ndani ya hii pakti ziko 8. Ndio. Ndani ya hii pakti ziko 8. Kwa hiyo ukienda kwenye maduka ya reja utaweza kuuziwa hii pakti moja. Lakini ukienda kwenye maduka ya jumla wataweza kukuuzia kuanzia carton moja, dozen moja kulingana na policy ya duka husika. Ndio. Yes. Sio moja moja jamani kama diaper. Maana mtaweza akafikiria hiki kimoja kinaweza kikauzwa kikiwa kimepakiwa kama ulivyokuja. Hapana, inauzwa ikiwa ndani ziko 8 kabisa. Tena umesema hapo diaper, umenikumbusha kitu. Hizo si kama diaper, ina utofauti gani? Ina utofauti. Kwanza cha kwanza tukumbuke wasikilizaji, lengo letu ni kumsaidia mwanamke ili awe mkavu. Na ili uwe mkavu, hewa na maeneo yako yanabidi yawe makavu. Sasa utofauti wa Comfi na diaper unaweza ukashika hapa. Unaona nikifanya hivi na kuona. Sasa diaper haiwezi kuwa hivi kwa sababu lengo lake ni kukustiri haja zako zinavyotoka, hususan haja kubwa isiweze kuvuja nje. Kwa hiyo inakuwa ina plastiki. Sasa ile plastiki ile ndio adui wa mwanamke. Ile plastiki itatunza joto. Hautakuwa mkavu. Kwa hiyo hii jamani sio diaper, na ukivaa hautuni. Tu maadili yetu ya Watanzania ningewajaribishia, lakini sasa si maadili tena, siwezi jaribisha jamani. Lakini embu chukua, jaribu uone. Alafu tukutane kwenye Comfimam Instagram yetu, tuambie baada ya kuvaa Comfimam ulijisikiaje? Ndio. Okay. Ungetamani kuona mabadiliko gani huko siku zinazokuja kuhusiana na masuala ya hedhi pamoja na kina mama kujitunza katika wakati wa hedhi? Kwanza kitu kikubwa ni natamani hedhi siwe kisingizio cha kuturudisha wanawake nyuma. Kwa sababu hedhi kwetu sisi ni baraka. Ukikosa hedhi utaitafuta ilikojificha. Ndio. Kwa hiyo ninatamani siku za hedhi mwanamke awe na furaha. Amwambie Mungu nashukuru nimepata hedhi yangu. Lakini asipate stress ya sasa hii hedhi inanifanya nibaki nyumbani. Sasa hii hedhi inanifanya mimi leo ndo nisiende kwenye sherehe. Kwa sababu ndio maana tumekuja na kifaa ambacho kitamsaidia. Lakini kwa nini umalize hedhi tu unakunywa dawa za UTI? Umalize hedhi unakunywa dawa za fungus? Hapana, imetosha. Tumia Comfimam kuwa mbali na UTI, kuwa mbali na fungus, kuwa mkavu.